kwa nini nyinyi hamkufunga magoli mengi timu ya taifa kama ambavyo sasa tunaona kwenye orodha ya wafungaji bora wa muda wote kwa sasa Taifa Stars ama timu ya taifa Tanzania ni Simon Msuva, wakati nyinyi tunasikia mlikuwa watu hatari kama Messi kufanikiwa kufua. Lakini pia hata mashindano pia ya wakati ule yalikuwa ni mashindano machache sana, hata timu ambazo zilikuwa zina yani mchujo wa wakati ule hata timu zilikuwa zina qualify kwenda kwenye AFCON. Tunakumbuka 2019 ndo timu ziliongezeka. Timu ndo ziliongezeka zikawa 24, lakini utakumbuka tangia mwaka 80 ndio timu 8 zinazokwenda AFCON. Zilikuwa timu 8 zinakwenda, lakini baadaye ikawa timu 16, ikawa timu 16 kati ya mataifa 53, na kulikuwa kuna mchujo wa awali, kuna mtoano awali, yani ile modality ya CAF ilikuwa kwanza kuna mchujo wa awali, alafu ndo baadaye mnakwenda kwenye makundi kabla ya kwenda kuingia kwenye hatua ya mwisho ya kuqualify kwenda kwa ajili ya AFCON. Kwa hiyo miaka ile mashindano yalikuwa machache, ndio sababu hata mechi nyingi ambazo tulikuwa tunacheza, kwa mfano ndio tushacheza na Zambia, tushacheza na Nigeria, tushacheza na Ivory Coast, tushacheza na hapa majirani zetu tunacheza nao sana, Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, au tumecheza nao sana, Malawi, Zimbabwe tumecheza nao sana. Lakini kikubwa wakati ule mashindano pia yalikuwa ni machache sana. Miaka ile mashindano yalikuwa ni machache. Mashindano mengi ambayo tulikuwa tunacheza ni haya mashindano ya Afrika Mashariki na Kati, ambayo ndio tulikuwa tunacheza kombe la Sekafa Afrika Mashariki na Kati. Hayo ndio ilikuwa almost karibu kila mwaka. Lakini moja kati ya kitu ambacho kingine kwa miaka ya nyuma, bado nafikiri utunzaji wa kumbukumbu ni moja kati ya changamoto. Utunzaji wa kumbukumbu pia ni moja kati ya changamoto ambayo na huwa kunakuwa na utashi fulani hivi, yani kwenye kutunza kumbukumbu za magoli yaliyofungwa, ingawa kwa sasa hivi ni kweli mashindano haya timu yetu taifa inashiriki mara nyingi, na ndio sababu kwa kweli shirikisho la mpira wa miguu TFF, mmoja kati ya kitu ambacho imefanikisha ni kushiriki mashindano haya consecutively, sio tu haya mashindano haya bali yote mashindano ya kimataifa na mpaka ya wanawake, ingawa kuna gharama, lakini ni moja kati ya kitu ambacho kweli kimefanikisha sana timu yetu ya taifa, kwanza kuzoea kushiriki mashindano yale, lakini pia na hata wachezaji kuwajengea uwezo wa kimataifa, kwa sababu unapocheza mechi ya kimataifa mchezaji huwa kuna kitu kubwa sana ambacho anajifunza, ambako ukirudi tena kwenye klabu yako, yani unakuwa naturally unakuwa na extra determination kutokana na yale mashindano ambayo unacheza ya kimataifa. Sawa, kwenye hiyo michuano ya kimataifa zamani mimi mara ya mwisho naona timu ya taifa inatoa kombe la dunia, tukiacha miaka hii ya juzi ya Argentina. Nakumbuka wakati nikiwa, hata ukiniita naweza nikakusikiliza vizuri, maana yake kwamba ilikuwa ishaanza kujielewa 2002 Brazil. Hapo miaka mingine huko siku. Sisi ugumu ulikuwa wapi, pamoja na kwamba kulikuwa kuna nyota wenye vipaji vikubwa, lakini viwango vya ubora tumekuja kuona juzi, ndio tunaanza kusikia Tanzania inapanda kwa 100 na ngapi huko nyuma ilikuwa. Of course kwa ushindani, kwa kweli ushindani zamani ulikuwa ushindani mkubwa. Hivi ninavyozungumzia zamani, Taifa Stars kwa mfano Tanzania kucheza sijui na Komoro, kucheza na Sudani, kucheza na hizi timu Eritrea, kucheza na Mozambiki. Hata Mozambiki ilikuwa ni timu ambazo kwa Tanzania kweli tulikuwa wenzetu, yani sisi ambao walotuacha wenzetu sana, walotuacha ni Afrika ya of course Afrika Kaskazini ndio wametuacha sana, kaskazini wametuacha. Algeria, Tunisia, Morocco na Egypt wao wametuacha sana, kwa sababu wao walishawekeza miaka mingi, yani wao waliwekeza miaka mingi. Sisi bado ile football ndio ilikuwa ni amateur football, ilikuwa bado sio professional football. Kwa hiyo ilikuwa ni kucheza kwa ajili tu ya ni soka la ridhaa, ilikuwa ni soka la ridhaa. Na hata wakati ule muundo pia hata wa uendeshaji wa mpira bado ulikuwa haujabadilika. Wakati ule mpira ulikuwa unaongozwa na chama cha mpira wa miguu wakati ule, FAT, Football Association of Tanzania, na wala sio TFF, ambapo wakati ule hata viongozi wote walikuwa wanachaguliwa na walikuwa ni viongozi ambao wanajitolea, ambako lakini baada ya kubadilika mfumo wa uendeshaji sasa wanakuja professionals, yani kuongoza, kusimamia. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho haya mabadiliko tu wenyewe ni moja kati ya sababu ambayo ilipelekea huko nyuma. Lakini kwa kiwango cha ushindani ilikuwa ni kikubwa sana. Sisi kina Uganda walikuwa kina Majid Musisi wakati ule, striker Majid Musisi Uganda ambao walikuwa ndio tuna lakini hawakuwa. Rwanda walikuwa ni wao chini kuliko sisi, lakini kwa as far as mabadiliko baada ya kutokea hapa ndio wenzetu ambao walikuwa wameshapiga hatua, wao wakawa wamestick kubakia huko, wakati sisi ndio sasa tunataka tuanze kupanda kwa
kwa wenzetu ambao tayari washatangulia, lakini kikubwa ni kwamba wenzetu wameshatangulia, lakini na sisi ukiangalia kama ni graph umeona kabisa kwamba tunaelekea hivi sasa hivi, kwa sababu sasa hivi kikubwa ilikuwa ni kwanza hata ule mtazamo tu wa wapenzi na washabiki na hasa wazazi. Ilikuwa zamani mchezo si unaenda sijui kucheza mpira, mzazi anambia hapana, nenda darasani. Lakini sasa hivi mzazi yuko tayari kulipa fedha academy ili mtoto wake ana kipaji cha kucheza mpira acheze mpira, ili sababu anajua hichi ni chanzo cha ajira, ni chanzo cha kutengeneza bilionea, kwa sababu wako mabilionea kutokana na talent zao za vipaji vya mpira. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho mabadiliko hayo sasa hivi yametokea kutokana na sababu hizo, na bahati nzuri pia serikali hata sera ya maendeleo ya michezo ambayo imekuwa ndo msingi wa maendeleo haya, uwekezaji katika miundombinu ya michezo kama hivyo ambavyo sasa hivi unaona kabisa viwanja, serikali ina spend billions kwa ajili ya kujenga viwanja vya michezo vya mpira. Unaona kabisa kwamba ni kweli sasa michezo yani inathaminika tofauti na ilivyokuwa zamani ambapo ilikuwa ni amateur, ilikuwa ni soka ni ridhaa, soka ni burudani, soka sijui kwa afya, lakini sasa hivi soka kwa maendeleo ya kiuchumi wa taifa, lakini pia na mtu mmoja mmoja ambaye ana kipaji. Labda vijana tunachanganya jina la timu ya taifa ya Tanzania. Sasa hivi sisi tunafahamu inaitwa Taifa Stars. Kuna kipindi tuliwahi kusikia kwa mashindano timu ya taifa inaitwa Kilimanjaro Stars. Hiyo Kilimanjaro Stars imekuja kuibua mchanganyiko wa ufungaji wa magoli. Nimeona sehemu nilikuwa nafuatilia Mrisho Ngasa kwamba ile orodha ya magoli alionayo kuwa Mrisho Ngasa kuwa miongoni mwa wafungaji bora kwenye timu ya taifa Tanzania. Kuna mtu alikuwa anaeleza pale akasema mmekosea, mnachanganya na magoli aliyofunga timu ya Kilimanjaro Stars mmealeta huku, lakini ukisema uchukue ya Taifa Stars peke yake Mrisho Ngasa hayuko huko na magoli. Sasa kuna mashindano mengine, kwa mfano mashindano ya Sekafa ambapo kwa sisi hapa tuna tu independent kwa chini ya CAF. Zile shirikisho ZFF linatambuliwa na CAF, ni mwanachama wa muda wa CAF, na TFF ni mwanachama wa muda wa CAF, kwa sababu kuna ligi kule ya Zanzibar na kuna ligi hapa. Kwa hiyo unaona mashindano ya kimataifa, kwa sababu kwa mfano mashindano ya Sekafa yale unaona timu ya taifa ya Tanzania bara hiyo Kilimanjaro Stars na kuna Zanzibar Heroes ambapo wanatambuliwa yani wanatambuliwa ni separate. Kwa hiyo hapo ni vitu vile tofauti, lakini tunapokuwa tunacheza katika Sekafa mashindano ya Sekafa, lakini sasa tunapokuwa tunacheza katika mashindano ya FIFA hapo tunatambulika kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba ni wote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini katika mashindano ya Sekafa ndio huwa kunakuwa na timu ya Tanzania bara na timu ya Zanzibar Heroes ambazo ndio magoli hayo labda walikuwa wameinclude katika mechi hizo ambazo Zanzibar Heroes ilikuwa inashiriki. Wakati ule kulikuwa kuna mashindano miaka ya nyuma, kulikuwa kuna mashindano ya zamani sana ya miaka mingi kweli, ndio mashindano ambayo unajua sisi katika ukanda wa Sekafa sisi ndio katika bara la Afrika ndio tumeanza kuwa na mashindano ya kimataifa katika ukanda huu wa kwanza kuliko mataifa yote katika bara la Afrika. Mko tunasikia sio ukanda wa Kosafa, si UNICAF nini, lakini ukanda huu hapa tulikuwa tuna mashindano ya kombe la Gosaji. Tangia enzi za mkoloni miaka hiyo yalikuwa yanashindaniwa mashindano ya kombe la Gosaji. Kwa hiyo wakati huo ilikuwa ni Tanzania bara, Zanzibar Heroes wanakwenda na nini vitu vile. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo watu wanatakiwa kuelewa. Kwa hiyo na hii timu ya taifa sasa ya Tanzania ilikuwa inaitwaje? Ilikuwa inaitwaje? Wakati ule. Wakati ule ilikuwa Tanganyika, wakati ule kabla nilikuwa Tanganyika. Ilikuwa Tanganyika. Kwa sababu hiyo nilitangia ni miaka ya 50, tangia miaka ya 50 kombe la Gosaji ilikuwa inachezwa. Tangia miaka ya 50 kombe la Gosaji. Tangia miaka ya 50 kabla hata ya uhuru mashindano yao yalikuwa yanachezwa. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho na katika ukanda huu hapa ni moja kati ya kitu ambacho kilisaidia hata kutengeneza huu muunganiko wa mataifa yetu sisi katika kupitia michezo kombe la Gosaji. Sawa, umeeleka. Wakati tunamaliza mechi gani ambayo wewe ya timu ya taifa ambayo ulicheza unaikumbuka vizuri sana, na kikosi kilikuwa kinaundwa na nyota gani na nani mechi hiyo ambayo wewe pia ulishiriki? Mimi nakumbuka kuna mechi tulienda Zambia pale na rais wa Zambia akaepo uwanjani. Nakumbuka hiyo ndio haikuwa nzuri, tulipoteza 2-1 ilikuwa. Wakati ule rais ndio alikuwa Zambia wakati ule inaitwa KK11, ndio wakati ule inaitwa KK11. Na alikuwepo Kenneth Kaunda bwana. Alikuwepo tunaenda pale Zambia, ndio tulisafiri kwa basi hapa tukapitia
alafu kufika kule Zambia tulifungwa goli la usiku sana, yani ilikuwa 1-1 na tayari tunaanza kurudika kwamba watakuja hawa Dar es Salaam itakuwa vizuri, lakini sasa dakika za mwisho tulipoteza 2-1. Dakika za mwisho yani tayari kama vile psychologically tulikuwa sisi tunaanza kuburudika. Tulikuwepo, mimi hapa, walikuwepo Dua, alikuwepo Salvatore Agustino wakati ule, Bakari Malima alikuwepo, goalkeeper alikuwa nafikiri Peter Manyika, alikuwa Peter Manyika, kwa ni moja kati ya Edibili alikuwepo of course, hata Mnenge Soluja ndio alikuwepo, alafu striker alikuwa basi kwa sababu kikosi kizima kama nilikuwa ningekutajia kikosi kizima, lakini hao ni baadhi ya wachezaji ambao walikuwa na nani. Goli alifunga Edibili, goli letu alifunga Edibili, lakini sasa baadaye sasa tulifungwa 2-1. Yani walikuja kufunga goli Zambia, walikuja kufunga goli dakika za mwisho kweli. Kwa ni moja kati ya mechi ambayo naikumbuka kwa sababu sisi tulikuwa tayari tushaanza kuburudika, alafu baadaye ile tupoteza kiasi ambacho hakuna mtu aliyeongea. Yani unatoka uwanjani kimya, unarudi mpaka mnaondoka kila mtu kakaa kimya. Ni moja kati ya kitu ambacho huwa naendelea kukumbuka kwa timu ya taifa. Kwa kumalizia kwenye hii project ya kuiendeleza timu ya taifa ya Tanzania kwamba iwe ni timu yenye ushindani, tumeshuhudia comment nyingi, ikiwemo kuna watu wanasema aliwahi kuja kocha hapa anaitwa Kim Poulsen, walau au Malkio Maximo, sio huyu aliyokuwa juzi KMC yule wakati bado umri unampa ana nguvu vizuri. Malkio Maximo, Kim Poulsen, kwamba hawa waliwahi kuja na project, kama tungewapa timu ya taifa watutengenezee leo, huenda tungekuwa miongoni mwa mataifa ambayo yanatisha, hata kama sio kutisha sana, lakini tungekuwa tunajiweza kwa maana ya uwanjani, kwa maana ya kuandaa vipaji na nini. Lakini kadri siku zinavyokwenda tumekuwa tunasema sisi tunatakiwa tuandae, sisi tunatakiwa wachezaji wetu waandaliwe sisi, lakini huoni hicho kikiandaliwa. Nini ambacho labda kinakwamisha tunachotaka kusema kwamba sisi inabidi tuandae, lakini hatuoni hicho kikwamisha, kwa sababu wewe ulikuwa hapo wizarani pia. Changamoto ni masuala ya financing, ni masuala ya fedha, ni changamoto, lakini ni kitu ambacho kwa kweli hakikwepeki, lakini ambacho tunashukuru Mungu angalau, unajua hata kipindi hichi serikali yani imethibitisha kweli inathamini michezo kwa gharama ambazo imespend na gharama ambazo imetenga budget. Unaona kabisa kwamba serikali kwa kweli iko serious katika maendeleo ya michezo. Kwa hiyo kwa sasa hivi inaonekana kabisa kwamba hiyo program ya miaka mitatu ya miaka mitano, of course ni short term plan, hiyo program ya miaka mitano inawezekana kabisa, kwa sababu kwa serikali hii hapa iko very serious na tayari ilikwisha weka ile kitendo cha kuhost kuwa mwenyeji tayari ni garantii ambayo inathibitisha utayari wake. Kuna gharama itaingia, tayari ni garantii ambayo inathibitisha kwamba iko serious na kuwekeza katika masuala ya michezo. Kwa hiyo program ya miaka mitano ni kitu ambacho inawezekana, kwa sababu serikali ina support michezo na imeshathibitisha kwa vitendo kile ambacho inakifanya mpaka sasa hapa tulipo sasa hivi. Mimi naona tumemaliza, lakini unawasikia watu wanasema Taifa Stars ikiwekewa ahadi basi haijua kabisa ishindi hiyo mechi. Tumeona ahadi hii haijawa kauli ya jana wala juzi, imekuwa tangia Hassan Mwinyi, tangia hayati ahadi tu Taifa Stars haishindi, bora hata ikajifungia huko, kusiwe na mashabiki, kusiwe na hamasa, kusizungumze chochote. Taifa Stars acheza mpira mzuri sana. Ili kwako ni hoja ambayo hata wewe mwenyewe ukikao unasema ni kweli? Lakini leo naona wamewekewa leo milioni 200 kila goli milioni 200. Sasa kila kitu huwa kina faida na hasara zake. Faida zake ni kwamba inaongeza extra motivation kwa wachezaji, yani kuna kuwa na extra motivation, lakini kuna wakati sasa ukishakuwa na yani ukiwa na 100% concentration sometimes pia huwa inakuwa na madhara. So unajua kwamba wewe ukienda kupiga penalty sasa hivi hapa, mimi nikaa golini, mimi sio goalkeeper, nikaa golini, wewe hapo ukipiga penalty, nipige penalty hapo, mimi nakaa golini nitazuia, unaweza ukapiga utanifunga kwa sababu sio goalkeeper, lakini nikwambia I say hebu twende pale ukae golini pale, ukinifunga mimi nakupa milioni 200. Yani hiyo milioni 200 inaweza kukuvuruga, yani ukafika pale sasa wewe unawaza unajiandaa kwa ile milioni 200, yani concentration. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho pia kina madhara hayo, kwamba ile hadi ndio zina faida na hasara, lakini moja kati ya madhara yake huwa ni hayo. Kuna wakati pia
inakuwa na negative impact kwa mtu ambaye anakuwa ameconcentrate na hiyo tu fedha. Kwa hiyo hata ile decision ya kawaida yeye anawaza kitu hicho. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho kwa hata wenzetu lakini wanafanya hivyo, kwa sababu Uganda ni kawaida, au kwa mfano Kongo huwa ni kawaida tu kupewa range kwamba wakimaliza mechi mkishinda au mkitoa kombe mtapewa, kila mtu atapewa Range Rover aende nalo kwake. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo huwa vina motivate, kwa sababu apart from talent lakini determination huwa ina mchango mkubwa sana. Determination, so unajua vipimo vya determination, kipimo cha determination huwa unakipima hata kwa kumwangalia tu mtu usoni hivi, unamwona kweli huyu hapa ana determination, kwamba ile kapoteza tu mpira unaona kabisa kwamba kweli yani lakini sasa mtu unamwona akapoteza mpira alafu hajali, alafu wakati timu labda imefungwa bao 1-0, alafu kawaida tu mpira umetoka labda wa kurusha, yeye akwenda kurusha, timu yake mpinzani wake anaongoza, alafu huyu anatembea kwenda kuchukua mpira anarusha. Yani ni moja kati ya vitu ambavyo huwa sasa hadi kama hizi huwa zinachangia kuongeza ile determination. Na kwa tumetumia muda wako mwingi sana Ali Mayai. Mchezaji bora wa muda wote wa Tanzania ni nani kwako? Sasa kwangu mimi sio kazi rahisi. Hilo swali tunakutana nalo wachezaji wengi sana. Sisi ambao wamecheza mbele yetu, sisi wengi walikuwa wanatuvutia, kina Hussein Masha, kina nani ndio kina, yani walikuwa wengi ambao walikuwa wanatuvutia. Kwa hiyo kusema kwamba mchezaji bora wakati wako au hata kipindi mimi nacheza, kwa kweli huwa inakuwa ni swali gumu sana, kwa sababu tulikuwa tunakutana na tulikuwa yani ushindani ulikuwa ni mkubwa, na ilikuwa sehemu zote ukienda unapata ushindani mkubwa kweli kweli. Kwa hiyo kusema kwamba mchezaji bora kwa kweli sio kazi rahisi, lakini kina Ntezi John Lungu walikuwa wanatuvutia, kina Fumu Felician, kina Hamza Mponda, kina Hussein Eman Masha, wote walikuwa wanatuvutia, kina John Makelele, kina Zigzaga au John Makelele, hata nani kwa mfano ball dancer John nani of course Maota Soma ni miongoni mwa wachezaji ambao yani walikuwa yani ukiangalia hata wanacheza yani wanakuvutia jinsi ambavyo namna ambavyo wao walikuwa wanacheza. Sasa sawa, mimi nimemaliza. Mbwana Samata amecheza England, amecheza Uturuki, sasa anacheza Ufaransa. Mimi nikiandika hapa makala nikasema Mbwana Ali Samata ndiye mchezaji bora wa muda wote wa Tanzania, nikakuletea wewe uihalidi kabla ya kwenda kuichapisha. Niko sahihi? Of course ukiangalia kwa mafanikio ambayo yeye amefanikiwa na kufikia pale alipo, kwa mafanikio ambayo amefanikiwa na kuitangaza nchi yetu na kwa zile rekodi alizoweka za kucheza timu hizo, ndio mchezaji pekee ambaye anacheza ligi ya Uingereza. Unaona kabisa kwamba ni rekodi ambayo amefanikiwa kuiweka rekodi kwa wachezaji kutoka Tanzania. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo kwa rekodi, kwa sababu kikubwa lazima uwe na scientific justification kwamba amecheza hapa, mechi alizocheza za kimataifa ambazo zinatambuliwa na shirikisho la kimataifa la soka za FIFA za CAF. Kwa ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli kinambeba kabisa kumpa title hiyo. Tumetumia muda wako mwingi sana na uzalendo mkubwa ambao umetuonyesha, ingawa tumekufuata ofisini siku ya kazi. Mimi nikushukuru sana Ali Mayai kwa ushirikiano wako mkubwa, na nasema labda tutakuomba tena wakati mwingine utakapokuwa na nafasi tunaweza tukaje. Asante sana, wala hakuna tabu. Sisi wadau wa mpira muda wote waga tupo kwa ajili ya mpira, kwa hiyo wala hakuna shida. Tuko pamoja, lakini tuendelee kuhamasisha Watanzania pia wawe wanaiunga mkono timu ya taifa. Ndio timu ambazo ziko moyoni mwao ndio ni Simba na Yanga, lakini timu ya taifa nayo kwa manufaa ya taifa tuendelee kuhamasisha Watanzania. Kwa tukitolewa huko tukirudi watu wasiumie, waanze sasa kujipanga kwa ajili ya tutakapo host 2027. Yani kama vile tuwe yani tujipange kwa ajili ya kisasi. Yani sasa tunalipiza kisasi. Sisi sasa tukihosti kama ambavyo ilivyokuwa Ivory Coast wao ile AFCON iliyopita 2023 ilifanyika 2024. Wewe si uliona kwamba alitolewa of course waliingia kwenye group, waliingia kama best loser, lakini finali si unaona walikutana na Nigeria kwenye finali. Walikutana na Nigeria, wakampiga Nigeria, wakatoa hitaji. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kiwe reference kwetu na sisi kutuhamasisha pia Watanzania na wadau wa soka kuendelea kuiunga mkono timu yetu ya taifa kwa maslahi ya taifa. Sawa, huyo ni Ali Mayai Tembele ambaye ni mchezaji wa zamani wa anafahamika sana kwa kupitia Young Africans, lakini timu ya taifa ya Tanzania. Mimi napinga hiyo kauli eti mchezaji wa zamani. Loga napingana nayo sana. Mimi mpaka sasa hivi nacheza, tunachezaga sisi maveterani. Kwa hiyo ni mchezaji wa zamani wa mashindano. Lakini kwenye kucheza hiyo kwa burudani tunacheza kwenye maveterani, huwa tunakutana maveterani. Huwa tunakutana
Galacticos. Kuna umoja wetu wa wachezaji wa zamani Tanzania, Ndio, Galacticos. Unaitwa Galacticos, unaufahamu? Naufahamu. Galacticos huwa tunakutana, tuna mechi hiyo, lakini kuna maveterani mbalimbali ambapo huwa tunaalikwa kwenye mashindano mbalimbali ya maveterani. Kwa hiyo ni mchezaji wa zamani wa mashindano, lakini mpaka sasa hivi tunacheza kwa maveterani. Haya, asante sana. Sawa bwana, huyo ni Ali Mayai. Miongoni ni kama tulivyosema hapo, na kama unavyofahamu kwamba ukitaja wale wachezaji ambao wamehudumu kwenye mpira wa Tanzania huwezi kuliacha jina lake Ali Mayai, lakini wapo wengine wengi hata ambao unawafahamu wewe. Tulikuwa tunazungumza hapa na nadhani kwa muda wako ambao umeuchukua kufuatilia mazungumzo yetu, mimi nikushukuru sana. Naitwa Rashid Kasim, ndio jina langu. Hapa ni TPA ambako ni mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania. Ndiko ambako tumemfuata bwana ofisini kwake hapa, basi kama ametupa ridhaa na tumepata muda wake, nadhani umemsikiliza namna ambavyo tumezungumza naye, na nikushukuru sana. Kama huja subscribe sasa channel hii ya Kajenjere, na kuhusi mimi na kukumbusha kwamba fanya hivyo sasa ili wewe wa kwanza kupata exclusive interviews kama hizi. Nimejitambulisha, naitwa Rashid Kasim, nilikuwa na Ali Mayai Tembele, lakini mtu ambaye amesimamia mahojiano haya kwa kukupa picha na kila kitu nyuma kamera anaitwa Kelvin Mzungu. Kwa sasa nikuache mpaka wakati mwingine tena.